Vipi hapo kwenye mashao? Tunafanyaje katika mazingira ya hapa? Kwa sababu mkubwa wako mwenyewe ndo kama vile ulivyomuona. Kasha waka nini kideli lelesi, hataki kupoa. Tunafanyaje? Nakupenda sana mpenzi wangu. Na hakuna yoyote yule kunizia mapenzi yangu kwako. Ndio maana nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Hapo kwenye mimi bila kuchoka. Nakupenda pia mpenzi wangu. Mimi ndo tembo lako ujue, afu ndo ulizo wa kutosha. Afu niko tayari kwenye kila jambo. Yaani mimi ndo tembo ambaye niko tayari muda wote na saa yote nivunje mtu yote mkubwa. Ili mradi wewe nikulinde. Sitaki tantalila kwenda kujanisha vitu kusema sawa. Wandema mwanangu, yaani unaambatana na mtu ambaye hajui hata hatua za ukuaji wako. Sikutegemea mwanangu kipenzi, kama ungeweza kufanya kitu kama hiki. Ni mtoto ambaye nilikuwa nakutegemea kwa kila kitu, lakini leo unanisaliti Wandema. Nitafanya kila jambo uweze kurudi kwangu. Sikutegemea kama utakuja kuongea maneno ya kishujaa kama hayo. Alafu kuhusu mamangu, usijali. Wewe kwangu ujue. Alafu mimi najivunia wewe ndo mashao. Wewe ndo mama mjengo. Si unajua? Pumbavu kubwa. Ina maana wanahisi ni vitisho. Wapumbavu wakubwa. Mimi niko serious na ninachokifanya. Nataka wafanye kama ninavyofanya. Sasa basi, haya maji yalivyo muhimu kwenye uhai wa binadamu, basi na wao wanione mimi ni wa muhimu kama yalivyo haya maji. Hakuna kitu utakachokifanya kikaenda sawa bila mimi. Wasifanikiwe katika maisha yao. Wasitimize jambo lolote bila mimi. Ikawe nuksi kwao katika maisha yao yote. Huyu kijana kila hatua anaopiga isiwe ya mafanikio kwake. Awe ni mtu wa kuteseka kila siku. Hiki ni kisasi cha dhambi na kinapaswa kulipwa kwa damu iliyotukuka ili adhabu itimie. Sasa basi, chagua moja: kulipiza kisasi cha dhambi au kufa kama mimi. Nakuomba nisaidie kutoka katika shimo hili la mateso. Na njia pekee ni wewe kulipiza kisasi cha dhambi. Mungu. Vipi? Mbona tangu nipo ndani nasikia tu niache sio mimi? Yaani ina maana hizo ndoto bado zinakusumbua tu? Mke wangu, wewe acha. Hii sasa ni kubwa kuliko. Bado tena nijeta ndotoni. Hiyo ni live bila chance. Kisasi cha dhambi ndani vitimbu yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi
matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Familia miasi alomfata amtaki kisasi cha dhambi. Msela mengi ameshomizwa ameamua kulipiza kisasi cha dhambi. Mberekiza kuna nuru mitiani kone kisasi cha dhambi. Yule naye ana mke ndani ila nje anateswa na mapenzi. Huruma kwa ule binti mdogo amesuswa kwa songo na mama mzazi. Songo na kipato kidogo, ana pesa wala makazi. Songo mwenyewe maisha yake ya duni, ana chochote anazunguka mitaani, akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Ana geto analala dango kwa wauni. Oh, maisha yake ya duni, ana chochote anazunguka mitaani. Hii imezidi sasa. Yaani mpaka mchana. Basi inabidi twende tena kwa yule mzee tukamuelezee ili aweze kutusaidia. Itabidi tu iwe hivyo mke wangu, kwa sababu nashindwa kuelewa. Naishi hadi maisha yangu sasa hivi yako hatarini. Nashindwa kuelewa timu yangu imeishi kwa wapi. Usiseme hivyo mume wangu. Hii ni mitihani tu. Huwa inakuja na kuondoka. Utakaa sawa. Ila yule mzee Matonya tukimtumia vizuri anaweza akatusaidia na tatizo likaisha. Wewe kaa sasa hivi pumzike, baadaye twende tukamuelezee. Basi sawa mke wangu. Haina shida. Itabidi twende. Sawa, basi nikuache hapo pumzike. Mimi niko ndani. Hapana mke wangu, ngoja nikapumzike ndani. Hadi uoga tena ushaniingia. Acha nikapumzike ndani. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbwi. Pole sana kwa safari. Pole sana kwa safari? Wewe ni nani? Mimi ni mzee Matonya. Nipo kwa niaba kukusaidia. Najua huko unakokwenda. Ila nina maagizo yako. Huko unapokwenda, katika hiyo nyumba utaofikia wewe, inatakiwa ufunge milango ndani ya masaa 12. Kisha ufunge na pazia. Hakikisha mwanga wote ule usiingie ndani. Baada ya masaa 12 kuisha, itabidi uchukue maji. Kisha utoke nje. Na hayo maji inabidi uweke ndani ya mdomo wako na uanze kujisukutua. Kisha uyateme magharibi, kaskazini, pote inabidi ufanye hivyo. Sawa mzee wangu. Mimi nimekusikia. Ila kiukweli unanistaajabisha sana. Kwa maana sijakufahamu. Na pia umejuaje kama mimi ni mgeni katika hiki kijiji? Na ndio kwanza siku yangu ya kwanza mimi kufika hapa. Alafu cha pili, hayo maagizo unayoyasema amekupa nani? Tekeleza unavyoagizwa. Acha maswali. Mimi ni mwokozi wa nafsi yako. Angalau ulipotoka
huku kuna usalama, ila huku unapoelekea hakuna usalama hata kidogo. Tekeleza maagizo. Ukienda tofauti na maagizo, kitakacho kukuta utakuja kujutia. Huruma kwa ule binti mdogo amesuswa kwa songo na mama mzazi. Songo na kipato kidogo, ana pesa wala makazi. Wachuga badi. Familia. Mjomba. Vipi Texas yangu hapo? Hakika bablai. Unabila kupumzika? Bila kuchoka. Sema nini damu yangu? Mimi nimekuja kwako mshikaji wangu. Sema nini mwanangu? Lakini mazonge hapo kwenyewe. Mazonge vipi tena bablai? Na matatizo ujue chafu yangu unavyokuelekeza kwamba vipi? Bibi mkubwa wake udemu sio masiala mwanangu sana. Mikimbizano hivi rodi mwanangu winji ninavyokuelekeza. Mimi nimekuja kwako mwanangu, chafu yangu lazima utanisaidia. Na mimi nimeamini hivyo chafu yangu, kama nikija kwako ndio kimbilio langu. Si unajua damu yangu? Mimi mwanangu kwako mimi nataka hifadhi rafiki yangu. Sio dawa, nataka umhifadhi shemeji yako hata siku 2-3 mwanangu. Kipindi ambacho mimi nataka kurudi kupiganisha maisha ya kweli. Shemeji, wewe ni hifadhi tu kwa sasa hivi. Yeye ataenda huko, atarudi kunichukua. Ndani vitimbu ya ni mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbu ya ni mtindo mmoja. Ina maana mpaka muda huo hawajafika. Tegemeo langu nilizani nitawakuta. Bado hajafika, lakini ishara inavyoonyesha hapo njiani. Chukua hizi dawa, nenda kawatengenezee kwa niaba yao. Sawa mkuu. Msela mengi ameshomizwa, ameamua kulipiza kisasi cha dhambi. Nita mama, nitia nini? Nita mama, nitia nini? Karibuni. Oya mwanangu, maisha yako ile uchafu yangu ujue. Alafu sio hapa kitambo. Sema kama safi mwanangu, na masamuni matatu mwanangu, umhifadhi shemeji yako damu yangu. Mimi nikapiganishe mwanangu, sasa nitamweka wapi mwanangu? Dege la jeshi limezama mwanangu, afu ujue ndo baharia ujue wewe. Okoa chafu yangu. Yaani kama kwa dakika hizi 2-3 sio mbaya. Yaani tuseme kuanzia masaa 2, lisali moja nusu saa. Ila kuanzia masaa 3 hapo uone. Afu kofia Texas mazonge damu yangu. Kipindi cha winji si unajua mwanangu?
chepe mwanangu lika limeruka namna hiyo. Unajua? Narudije nyuma mwanangu kulitali na kwa vigumu. Ikibidi mchaka pele namna hiyo. Sema kwa kama unakuwa na baleti mwanangu nizingatie. Mimi ni kinde la mwanangu. Unajua? Alafu nikishakinda nikijanisha nini load na geuka mwanangu. 15 lakini. Naelewa. Sema bali haina maana. Ndio, shina. Kweli mwanangu, kweli. Asema nini kama ndamaseo? Yafuta ujue ile mwanangu. Ili futa babu. Anakuachia futa mwanangu sio kaletea maswala ya nanji na mwenzake Mwarabu. Babu kama futa hilo la mnyonyo babu. Nisije nikapaka nikavimba uso mimi. Naelewa mwanangu sana. Sio unajua kibaharia hivi. Hivi sasa mimi nakuacha na mshikaji. Unajua? Mwanangu sana. Maisha yako ni kwa mimi. Ndo baharia ujue. Wapika. Au sela unaweza kutoka unapalamia hata majini. Karibuni. Nayajua matatizo yenu yote yanayowasumbua. Unasumbuliwa sana na ndoto. Ila msijali. Hapa mmefika, nitawasaidia. Matatizo kila siku vioja. Nitashukuru sana. Nilikuwa naomba umsaidie mume wangu. Maana anateseka sana. Na inafikia hatua mpaka anaishi kwa wasiwasi. Ni kweli kabisa mganga. Kama alivyozungumza mke wangu. Napitia mazingira magumu. Siishi kwa raha. Sikai kwa raha mimi. Kila ninapotembea matatizo yanazidi kunisumbua. Sasa mtu mmoja hata nikikaa kijiweni na wenzangu vitu vinanijia. Hadi wenzangu wanashindwa kunitambua, wanashindwa kunielewa kwamba nini kinachonisumbua. Kwa hiyo nakuomba mganga, chonde tusaidie. Tupe kwenye wakati mgumu. Msijali. Matatizo yote yatakuisha. Na wewe anayekusumbua wewe hajafa. Huyo amechukuliwa kwa njia za kishirikina. Unataka kuniambia kwamba mganga ndugu yangu nilomsikia juzi kati siku hizi za zilizopita ndio ananisumbua? Mganga, tusaidie mganga. Tupo kwenye mazingira magumu. Hatuna namna ya kufanya zaidi ni wewe tu ndio msaada uliobakia. Ege wanita mama wanitia nini? Kindege wanita mama wanitia nini? Ila naomba unisikilize. Mdogo wako hajafa. Ila nitawapa dawa. Hiyo dawa mtaenda kuiweka sehemu mnapolala. Nayo matatizo hayatakuwepo tena. Hatawasumbua tena. Rehema! Nakuja mkuu. Kindege wanita mama wanitia nini? Kindege wanita mama wanitia nini? Kazi yako imeisha. Nenda kaendelee na majukumu yako. Sawa mkuu. Asante sana mganga wa dawa. Tunashukuru. Msijali.
kikubwa ni kuzingatia masharti tu. Inauma wewe. Inachoma wewe. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Mamdogo, naona umenitoa huko mkuku. Kuna jambo nataka kuniambia. Ndio mwanangu. Sikuelewi siku hizi mwanangu na shida gani. Tukilala usiku unaweweseka sana. Unaota ndoto. Nakuwa sikuelewi. Sijui una shida gani. Mamdogo, mbona kama sikuelewi vile? Yaani kibibi mimi niache kulala na usingizi ulivyokuwa mtamu, nianze kuzunguka si kuweweseka si kufanyaje? Mbona kama unanitania vile mamdogo? Na kutania? Mimi toka lini kawa na utani na wewe? Ninachokiongea na maanisha, maana sikuelewi. Muda mwingine nikiamka sikuoni kitandani. Nikitoka nje sikuoni, nikirudi ndani na kukuta kitandani. Au wachawi wanakuchukua. Kama naanza kukuelewa vile. Maana usiku nikiwa nimelala. Bibi! Kibibi! Abe mama. Mamdogo, subiri kwanza mama ananiita. Inauma wewe. Inachoma wewe. Kisasi cha dada, habari. Habari dada. Upo nyumbani kwangu na kuongelesha hauitikii. Wewe ni nani? Eti wewe ni nani? Na umefuata nini hapa nyumbani? Nikuulize wewe. Mpaka unaniuliza mimi nani? Wewe nani? Wewe dada, usinitibue akili hapa. Sawa? Tena usinichanganye. Usinichanganye kabisa. Niachane na wewe na umekaa nyumbani kwangu. Hivi unajielewa kweli? Yaani umekuja nyumbani kwangu na kuuliza unanijibu unavyojisikia. Wewe ni nani? Eti umekuja nyumbani kwangu na kuuliza. Kwa hiyo ulitaka nikujibuje? Alokuambia kuitikia salamu lazima nani? Alokuambia kuitikia salamu lazima nani? Cheki mlemba wake huyo. Bora hata umekuja. Siku hizi umeanza tabia ya kuleta wanawake ndani. Na kuuliza kaka. Abe mama. Hivi una akili timamu kweli? Katika hili bichwa lako hili, lina akili kweli wewe? Nilikwambiaje? Pumbavu wewe. Nilikwambia siri za kilingeni haziruhusiwi kusema ovyo. Haya, ulitaka kuropoka nini kwa mamako mdogo? Sina kuuliza. Mama. Nyoko. Pumbavu wewe. Mama, kwani mimi nimefanya nini? Funga mdomo wako. Na nsikusikie tena siku nyingine unatamka maneno kama hayo unaotaka kutamka huko. Wewe, unataka kutia aibu mimi? Unataka kumvua nguo, si ndio? Mbavu wewe. Wewe jiangalie. Nitakutafuna. Au unataka nikuzibe mdomo? Sasa rudia. Toka! Matatizo kila siku vioja.
kisasi cha dhambi ndani vitimbu, yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi. Unashindwa kufika tu hata salamu hakuna, unaanza kumpigia kelele kama hizo. Huko kote ulikotembea umekosa wanawake wa kuleta nyumbani mpaka umlete huyu dada hapa nyumbani. Mwanamke hajielewi, hajitambui. Ni nani huyu hapa nyumbani? Hivi dada una akili gani? Una akili gani haswa? Hivi labda nikuulize ndugu yangu, una akili gani? Kwa hiyo mtu akifika tu hapa tayari kasha kutendea wewe makosa, si ndio? Unataka mimi nilete mwanamke gani hapa, labda wewe kidogo unaweza kaongea naye ukaenda naye sawa? Mbona visa kila siku dadangu? Au unataka niame hapa nikuache peke yako, unakaa peke yako unajitegemea mwenyewe, si ndio? Sawa, haina shida. Huyu kaletwa na rafiki yangu. Rafiki yangu amemleta hapa. Akae hapa ndani ya masaa mawili matatu atakuja kumfuata waondoke. Mwambie siku nyingine awe na heshima. Sio anafika nyumbani kwa watu anaanza kujibu vile anavyojisikia. Amna mimi dadangu wewe nakujua. Yaani huyu huenda ikawaja kufanya chochote kile, ila kwa sababu tu ya wivu wako. Na sijajua sababu ni nini mpaka wanaonea wivu mimi kaka hapo. Umeshafika hapo umeshaanza kuongea maneno yako yanayokutosha wewe hapo, umelizika roho yako, nafika anza kunipigia kelele. Sasa haina noma. Kama sababu kubwa ni kukaa hapa nyumbani kwako wewe, haina noma. Kwa shauri tuondoke. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbu, yani mtindo mmoja. Kama nataka cheo sasa beba chungu tuondoke, maana hiki ndio kinachompa kiburi. Ndio ukishabeba hiki map. Sali utakuwa umepata cheo baba. Changamka sasa tuondoke na wewe. Acha. Umeatimba. Kidege wanita mama wanitia nini? Kidege wanita mama wanitia nini? Mnakoelekea mnaenda kunikosea. Tena mnanikosea sana. Aliyewatuma mje kwenye kilinge changu ni nani? Baba, tulikuwa tunazunguka tu bahati mbaya tukajikuta tumeingia hapa. Acha. Sasa naombeni mnisikilize. Tena mnisikilize kwa makini. Niko hapa kwa niaba ya kusaidia watu na sio kwa niaba ya kuzuru watu. Ila mnapoelekea mtanifanya mimi ni wazuru. Mmenisikia? Umeisha kusikia baba, hatutarudia tena. Haya. Acha. Chukueni mlichokwenda kuchukua. Baba, unaambia uchukue ulichotaka kuchukua. Baba, ni huyu hapa aliyetaka kuchukua mali yako.